nyuma yangu, sawa? Sema bismi lahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa la. Tayari umesema kwa lugha ya Kiarabu. Ili uelewe nini umesema, utarudia kwa Kiswahili, sawa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Nashuhudia, toa tu sauti, nashuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja. Anashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tayari umekuwa dini gani? Very good. Umefurahia kwa Muislamu. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Ungependa jina gani pengine ushawaisikia rafiki yako Muislamu akiitwa? Unaonaje ukiitwa Ali? Iko sawa. Kutoka leo unaitwa nani? Na wewe dini yako dini gani kutoka leo? Very good. Ndugu yetu amekuwa Muislamu na ataitwa Ali. Hebu kaa pale kwa kiti ya VIP. Weka hapo pumzika. Ambia wanafunzi wake, kaeni hapa mkeshe pamoja nami, sawa? Huu ni Bwana Yesu akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, sawa? Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kisha tunaambiwa hapa 39, Bwana Yesu akaendelea mbele kidogo. Yesu sasa akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Hebu anguka kifulifuli, sujudu. Yesu huyo akaanguka kifulifuli, akaomba akisema. Unaona? Kumbe Yesu anaomba Mungu uso wake ukiwa wapi? Akamwambia, we Mariamu usinishike. Hilo ni andiko. Wewe fungua Biblia yako, soma katika Yohana 20:17. Yesu anamwambia Mariamu Magdalini, usinishike. Kwa nini? Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Kumbe huyu Bwana Yesu ako na Baba. Na ikiwa wewe ndugu yangu unadai ya kwamba Yesu ni Mungu, kama Yesu ni Mungu na ako na Baba, na katika sheria ya Taurati tunaambiwa tuheshimu baba na mama. Sasa huyu Yesu katika wewe ukisema Yesu ni Mungu na tunaambiwa tuheshimu baba na mama, sasa kati ya Mariamu na Yesu nani anafaliwa kuheshimu mwingine? Hiyo ni swali unafaliwa ujiulize na ufanye homework vizuri. Kwa hivyo Mariamu Magdalini anaambiwa na Yesu, usinishike kwa maana mimi Bwana Yesu sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu ako na Baba. Je, Mungu anaweza kuwa na baba? Haiwezekani hata kidogo. Kisha Yesu anaendelea anasema, enenda kwa ndugu zangu kawaambie, mimi Yesu napaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu. Kumbe Yesu ako na mandugu. Na ikiwa unadai kwamba wewe Yesu ni Mungu wako na ako na ndugu, hawa ndugu zako nao watakuwa ni kina nani? Nenda ufanye homework nyumbani. Sawa sawa? Fanya homework nyumbani. Kwa hivyo Yesu anasema usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu mimi Yesu naye ni Mungu wenu. Kumbe Yesu ako na Mungu. Yesu anasema kabisa katika Yohana 20:17, napaa kwenda kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Sasa kama Yesu ako na Mungu na wewe unadai kwamba Yesu ni Mungu, hayo mafundisho ukatoa wapi? Hiyo sio somo yangu ya siku ya leo. Hiyo sio mada yangu. Na kama kuna mtu pengine anaweza kuja anidhibitishie kutoka kitabu cha Taurati, kumbukumbu la Taurati, Old Testament mpaka mwisho wa Old Testament, na ni Malaki ama Zekaria, uje unioneshe wapi Yesu kaabudiwa. Leo napiga magoti, unanibatiza na maji ya chumvi na sukari na pilipili kwa mpito na kuwa Mkristo. Lakini kwa sharti moja, unitolea andiko katika kitabu cha Biblia wapi Yesu anasema watu wamwabudu yeye.
Kwa hivyo Yesu yeye ako na Mungu wake, naye ni Mungu wa wana wa Israeli. Hiyo ilikuwa mada yangu ya siku ya leo. Nilikuwa natolea na waombea rehema na amani ziwaendee manabii. Kwa hivyo rehema na amani zimwendee pia Bwana Yesu ambaye alikuwa ni mtume wa Mungu wala hakuwa Mungu. Vile vile naanza kuwasalimia nyote ambao ni Waislamu kwa maamkuzi mema, tena maamkuzi yenye baraka ndani yake, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale marafiki zetu ambao wanasikia vipaza sauti, pengine ni Wakristo ama ni Wayahudi ama ni wakosa dini, pia wao tunawaamkua kwa maamkuzi mema, tukiwaambia amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na ndio Bwana Yesu akaitumia katika kitabu cha Yohana 20:19. Tunaambiwa ilikuwa jioni, tena siku ya kwanza ya juma, pale wanafunzi wa Bwana Yesu walipokuwa milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Yaani kuna wakati Bwana Yesu alikimbia akajifungia katika chumba. Kwa nini? Alihofia kudhuriwa ni Mayahudi. Yaani Wayahudi walikuwa wamepanga kumdhuru Bwana Yesu. Yesu akajua, mimi ni mwanadamu kamili 100%, na hakuna mwanadamu ambaye haogopi kufa. Sasa Yesu aliposikia anatafuta ili auliwe, alipiga njuga, alikimbia akajifungia katika chumba akihofia kudhuriwa ni Mayahudi. Sasa alipojifungia katika chumba, kukaenea propaganda katika nchi ya Wayahudi ya kwamba Yesu huenda amechukuliwa na akasulubiwa juu ya msalaba. Propaganda ambayo inaendelea mpaka siku ya leo. Kuna watu wanadai ya kwamba Yesu amesulubiwa juu ya msalaba. Kama uko na uhakika na maandiko uko nayo, Yesu alisulubiwa juu ya msalaba bila itilafu, naomba uje uniletee. Kwa hivyo tunaambiwa wanafunzi waliposikia yale maneno nao pia walianza kumtafuta Bwana Yesu. Wanafunzi wakakimbia wakajifungia katika chumba, kwa sababu wanafunzi walihofia kudhuriwa ni Mayahudi. Tunaambiwa akaja Bwana Yesu. Yesu mwenyewe akaja, wanasema ni jemedari, wengine wanamuimbia newe gaga imotogolia nake Yesu ne mogate. Yani hawa ndugu zetu wako raha, wana raha sana. Wanasema asanti sana Mungu, asanti sana Mungu, naye Yesu ni mkate. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa Yesu anakuja, anaingia katikati ya wanafunzi wake. Jambo la kwanza tunaambiwa na andiko, hakuomba chakula wala hakuomba maji. Kitu cha kwanza aliwasalimia wanafunzi wake, akawaambia amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. So wanafunzi waliposikia ile salamu wakajua, huyu ni Bwana Yesu, huyu ni mwalimu wetu. Mwalimu wetu ndio alikuwa anatumia salamu kama hizi, kwa hivyo huyu ni Bwana Yesu. Wakamkaribisha, wakamwambia yote yaliyotokea. Na usisahau Yesu alikuwa si Mswahili, kutoka Tanzania, kutoka Mombasa, kutoka East Africa, anatumia lugha ya Kiswahili, lugha ya taifa ya Kiswahili hapa Kenya. Hapana, Yesu alikuwa ni Myahudi, anatumia lugha ya Kiebrania. Kwa hivyo alipokuja kwa wanafunzi wake hakuwaambia shikamoo nao wakamwambia marahaba, hapana. Ama wanafunzi wake hawakuja kumwambia Bwana asifiwe nao wanafunzi wake wakasema amen, hapana. Yesu alipokuja kwa wanafunzi wake aliwasalimia kwa maamkuzi mema, akawaambia amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na Yesu alikuwa ni akitumia lugha ya Kiebrania. Lugha ya Kiebrania wanasema ashalom alaihim, yani Wayahudi wanatumia hiyo maamkuzi, wanasema ashalom alaihim. Ndio Mwarabu wanasema assalamu alaikum. Mkikuyu wanasema thayo wangai
okorohamwe na inywe. Mjaluo naye anasema kwa imanya sai obedikodu duto. Ndio mzungu anasema peace be upon you. Mswahili anasema amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwa hivyo Bwana Yesu akawaamkua wanafunzi wake, akawaambia amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na usisahau hizi ndizo salamu ambazo Waislamu watatumia wakiingia peponi. Leo na kuwekea garanti, hakuna dini ambayo inaweza kukupatia uzima wa milele isipokuwa dini ya Kiislamu peke yake. Waislamu peke yao, na sio Muislamu jina ati unaitwa Muhammad tu. Hapana, pole sana. Ama unaitwa Ali, hapana. Ama unaitwa Saidi, hapana. Ni yule Muislamu ambaye anatenda matendo mema, anaswali swala 5, anafunga, anaamrisha mema, anakataza maovu. Hawa ndio watapata janna ya Allah, watapata paradiso ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sikiliza, kwa wale Waislamu ambao walitenda matendo mema, ukisoma katika kitabu cha Qur'ani 10 aya yake ya 10, Mwenyezi Mungu anasema ibada yao humo itakuwa kusema subhanakallahumma. Yani kule hakuna ibada nyingine, ibada kule itakuwa kusema nini? Subhanakallahumma, utakatifu ni wako wewe Mwenyezi Mungu. Yani mtu aliyeswali vizuri, akafunga vizuri, akaamrisha mema, akakataza maovu, akatoa sadaka, akatoa zaka, akawafanyia wema wazazi wake, akasikiliza wazazi wake vizuri, yaumul kiyama anaoneshwa pepo. Ingia peponi, ingia janna, ingia firdaus, ingia pepo ambao unaitaka. Kwa nini? Ulifanya matendo mazuri hapa duniani. Hasa kule watakuwa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mtu anaangalia, wallahi pale Lanet kuna mvua kali kali, kuna baridi, kuna vitisho, lakini kwa yote nikatoka na kwa hatari yote nikaingia msikitini subuhi, nikaswali. Angalia malipo yangu nayapata hapa. Kwa hivyo kule ibada yao itakuwa kusema subhanakallahumma, maana yake utakatifu ni wako wewe Mwenyezi Mungu. Na maamkiano yao kule peponi yatakuwa kusema assalamu alaikum. Hasa wewe kama hautumii salamu kama hiyo hapa duniani, kule kwa Mungu au unafungu. Yani wewe unapitana na mwenzako tu, unamwangalia, unaona huyu si wetu. Au si wetu, huyu si mtu wetu, hata salamu umpatie, unampita chua. Au na janna hapo hakuna kitu, umeteleza. Kwa wale ndugu zetu ambao sio Waislamu, wanakuaga wakitushangaa tukiingia kule masokoni, wakipitana Waislamu unasikia salamu alaikum, assalamu alaikum. Kule kwetu Nyeri wanakupita na kuambia salamu alaikum, salamu alaikum, wanafanyia mzaha. Na hizi ndizo salamu ambazo watu watakaoridhi uzima wa milele watakuwa na salimiana kule. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Hiyo tu, hakuna nyingine, hakuna habari, hakuna shikamo, hakuna bwana asifiwe kule, hakuna hata kidogo. Kule ni assalamu alaikum. Na ndio nikasema ya kwamba watu watakaoridhi uzima wa milele ni Waislamu peke yao. Wewe kama si Muislamu hauna fungu. Kwa nini? Ukisoma Qur'ani sura ya 30 aya 30, Mwenyezi Mungu anasema hivi, Suratul Rum, Mwenyezi Mungu anasema basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mungu anajua ya kwamba dini ni nyingi sana, lakini anakuambia wewe mwanadamu, basi uelekeze uso wako kwenye dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile ambalo Mwenyezi Mungu alilowaumbia watu, yani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na umbile la mwanadamu. Yani kila mtu duniani amezaliwa akiwa ni Muislamu.
Yani wewe kubali kataa, unaitwa John, unaitwa Peter, unaitwa sijui nani, lakini kubali kataa, umeumbwa ukiwa katika maumbile ya dini ya Kiislamu. Ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja na tilia mkazo katika hadith, anasema kila mtoto anapozaliwa anazaliwa akiwa Muislamu. Baba yake, mama yake, wazazi wake, familia yake ndio wanamtoa katika Uislamu, wanamuingiza katika ukafiri, wanamuingiza katika dini zingine. Lakini kila mtu anapozaliwa anazaliwa akiwa ni Muislamu. Haya maneno alisikia mwanasayansi akashtuka sana. Alisoma hii hadith akashtuka sana, akashangaa, inakuwaje mtu anazaliwa akiwa Muislamu? Je, naweza juaje ni kweli mtu anazaliwa akiwa Muislamu? Basi akawa anafanya kila siku uchunguzi. Anaamka asubuhi, mtoto akizaliwa, ametoa amri, mtoto akizaliwa katika hospitali yangu mnamleta kwanza, tunamfanyia kitu inaitwa scanning. Akaletea mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Siku moja Mwenyezi Mungu akamfungua kifua chake. Alipokuwa akichunguza, akakuta katika moyo wa mtoto amezaliwa siku ya kwanza, hajahesabiwa hata masiku. Siku ya kwanza akizaliwa, kuna maandishi yako katika moyo wake, na haya maandishi hayajaandikwa kwa lugha ya Kiswahili, hayajaandikwa kwa lugha ya Kizungu, yameandikwa kwa lugha ya Kiarabu, na yeye mwenyewe hajui kusoma Kiarabu. So akatafuta mtu ambaye amesoma Kiarabu, akamuuliza, je, haya maneno yanamaanisha nini? Nimekuta pahali fulani, ningependa unielezee yanamaanisha nini. Yule msomi wa Kiarabu akasoma yale maandishi, akamwambia yanasema la ilaha illa Allah, yani hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah, ila Mungu mmoja. Yule Mwarabu akamuuliza, haya maneno matukufu, maneno yaliona nguvu, maneno ambayo yanaweza tingisha arshi, yanaweza tingisha dunia, haya maneno umeyatoa wapi? Akamwambia, haya maneno nimeyatoa katika moyo wa mtoto amezaliwa siku ya kwanza, katika moyo wake yameandikwa haya maandishi. Akamwambia, haya maandishi ndio Waislamu wameandika katika msikiti, la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Yule mwanasayansi akasilimu. Wakakaa tena, wakasikia katika Qur'ani ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema kila mwanadamu ameumbwa katika maumbile ya Uislamu. Wakataka kujua. Basi akafanya mwanasayansi mmoja, alikuwa ni Muislamu. Basi akawa anaulizwa haya maswali, akaona hapa itabidi nitumie hikima ili waweze kuelewa. Akatoa maandishi yaliyomo katika kila mkono ya mwanadamu. Kwa mkono wako wewe mwanadamu kuna maandishi yameandikwa. Maandishi haya yameandikwa hivi, imeandikwa V ambayo imeelekea namna hiyo chini, alafu kuna kitu kama 1. Huyo ni mkono wa kushoto, imeandikwa namna hiyo, na mkono wa kulia imeandikwa 1 namna hii, na V ambayo imeelekea chini. Hizi namba sio namba za Kizungu, sio namba za Kiswahili wala Kirumi. Haya ni maandishi ya Kiarabu. Maandishi ya Kiarabu, moja inamaanisha nambari 81 na moja inamaanisha 11, 18. Sasa ukiweka hapa plus, weka plus 81 na 18 itatoa ansa gani? Tukiweka is equals to inakuja ngapi? Nani ataniambia? 99. Kwa Kizungu 99. Inakuja 99. 99 inatoka wapi katika Uislamu? Katika Uislamu 99 inatumika vipi?
majina ya Mwenyezi Mungu yaliyotajwa katika kitabu cha Qur'ani ni majina 99. Majina matukufu ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yako 99. Ya kwanza hiyo. Ya pili, wewe mwanadamu umeumbwa na vidole vingapi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sawa? Kwa kila kidole, ukiangalia kidole chako Mwenyezi Mungu amekugawanya mara 3. 1, 2, 3. Vidole 5, ina maana katika vidole 5 umegawanywa mara 15. Mkono wa kulia na mkono wa kushoto mara 15. 15 ukiongezea 15 inakuja nambari 30. Je, nambari 30 inatoka wapi katika Uislamu? Hichi kitabu cha Qur'ani ambacho mnakiona hapa, kitabu cha Qur'ani kimegawanywa kwa juzuu moja kupitia nyingine zinatimia juzuu 30. Mwenyezi Mungu ametuumba katika maumbile ya dini gani? Dini ya Kiislamu. Juzuu 30. Kwa hivyo kila mwanadamu anapozaliwa anazaliwa akiwa ni Muislamu. Sasa swali tuulize, ikiwa kila mwanadamu amezaliwa akiwa ni Muislamu, je, haya mafunzo ya Kiislamu nani kaanzisha? Je, ni Muhammad? Je, ni Ibrahimu? Ama ni nani kaanzisha? Ukisoma Qur'ani, leo hatuna msomaji. Ukisoma Qur'ani sura Qur'ani 2:138. Ukisoma Qur'ani 2:138, Mwenyezi Mungu anasema Uislamu ni pambo. Ama hebu tusome, fungua Qur'ani 2 suratul Baqara 138. Ukisoma Qur'ani 2:138 inasema hivi, Bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kitu cha kwanza, Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Angalia nani kaanza kuhubiri dini ya Kiislamu, nani akaanza kuingiza watu katika Uislamu. Mungu katika Qur'ani anasema Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Mungu anasema basi kuenda nyinyi kina nani? Waislamu. Kwa hivyo Mungu ni anataka mimi na wewe tufuate dini ya Kiislamu, tuwe Waislamu. Hiyo ni Qur'ani. Kwanza Mungu ndio akaanza katuhubiria tuwe Waislamu. Je, ikiwa Mungu mwenyewe anataka mimi na wewe tuwe Waislamu, anasema tuwe Waislamu kwa sababu dini yeye mwenyewe ndio akaileta, je, hawa manabii walikataa mafundisho hayo wakaleta dini zingine, ama walikuja na mafunzo ambayo Mungu kafundisha? Ukisoma Qur'ani sura ya 2:213 Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani 2:213 Mwenyezi Mungu anasema Bismillahirrahmanirrahim 2:213, watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo baba yetu Adamu. Kwa hivyo kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema wazi, Qur'ani 2:213, Mungu anasema watu wote duniani walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo nabii Adam. Kwa hivyo Adam alipokuja katika dunia hakuja na dini mbili, alikuja na dini moja peke yake. Na Mungu anasema katika Qur'ani hiyo dini yenyewe ilikuwa ni dini ya haki, sio dini hivi hivi, sio dini ya kubahatisha, ilikuwa ni dini ya haki. Adam alikuja na dini yenyewe ilikuwa ni dini ya haki. Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, kisha wanadamu walipozidi katika uso wa dunia wakawa ni wenye kuhitilafiana. Ndio leo unakuta kuna Mkristo, lakini huyu Mkristo ako na madhehebu zaidi ya 100. Kuna Mokorino ni dini ambayo imeanzia kule sehemu za Nyahururu. Wakikuyu wakajitengezea dini yao wakajiita Wakorino. Hiyo ni lugha ya Kikuyu. Kiswahili yani mwokozi ni nani? Mokorino. Mwokozi ni nani? Wakikuyu wakajitengezea dini yao wakajiita Wakorino. Wako chini ya umbrella ya Ukristo. Hebu nisalimie ndugu zangu hapa. Ndugu, habari gani?
Mbarikiwe sana. Asante sana. Ndugu unaitwa nani? Naitwa Ben. Naona uko na mbio sana. Sijui tuzungumze kidogo dakika moja. Wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Wewe ni Mkristo na wewe? Mimi ni Mkristo. Mkristo wa kanisa gani? Jeshi la Wokovu. Ala, wewe ni Jeshi la Wokovu. Huyu naye ni Mkatoliki. Asante sana. Hebu tusongee hapa tusikanyangwe na pikipiki. Kuna kitu ningependa kuuliza. Ikiwa wewe ni Mkatoliki, sawa, siko ubaya ndugu yangu. Biblia inasema tusemezane, si ni kweli? Ikiwa wewe ni Mkatoliki, sina wewe unamfuata Bwana Yesu? Ndivyo. Asante sana. Na wewe kanisa yako ni Katoliki, sawa? Aya, na wewe umesema ni Jeshi la Wokovu. Yes. Na wewe unamfuata Yesu. Sasa Yesu alikuwa akienda kanisa gani kati yenu wawili? Alikuwa akienda Katoliki? Hakwenda Katoliki? Na wewe alienda Jeshi la Wokovu? Hawezi jua. Naomba nikutolee aya moja katika Biblia dakika moja tu, alafu muende, sawa? Nitanipatie hii Biblia hii ama hii, sawa. Hebu fungua, mimi najua umesoma kitabu cha Biblia. Nifungulie Yohana. Yohana 14:6. Yohana 14:6. Leta hii nyingine. Yohana 14:6. Nishikie mic. Weka hapa. Yohana 14:6. Umefungua? Wacha nione Muislamu na Mkristo nani anaweza fungua haraka Biblia. Shauri yako nikikushinda 1 2 nishakushinda. 4:16 kitabu cha Yohana. Ushafika? Mimi nishafika. Hebu nisomee hapa ndugu. Nisomee katika hiyo kitabu cha Yohana. Sita. Hapa. Soma tu. Ama nikusomee? Ukisoma katika hichi kitabu cha Yohana 4:16 inasema hivi. Yesu akamwambia nenda, sio hiyo. Yohana 14:6 Yohana. Yesu anasema hivi, Yohana 14 aya yake ya 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kupitia njia ya mimi. Ushaisomea andiko? Yes. Na wewe pia umesomewa? Kumbe Yesu anasema mimi na wewe hatuwezi pata uzima wa milele mpaka tupite njia ya nani? Yake Yesu, si ni kweli? Je, aliposema mimi ni njia, hawezi kufika kwa Mungu mpaka upite kwangu mimi, alimaanisha nini? Wewe ni Mkristo, hebu nisaidie. Na wewe ndugu Mkatoliki, alisema tumwabudu. Una uhakika? Na kama ukimwabudu Yesu, ina maana Yesu atakuwa ni nani kwako? Una uhakika Yesu ni Mungu? Kwa hivyo wewe unamwabudu Yesu. Naomba utoe sauti kama mwanaume, si ni kweli? Wewe unamwabudu Yesu? Unamwabudu Mungu. Na Yesu unamfuata? Yesu akikwambia ingia kanisani, utaingia kupitia maandiko? Ndiyo. Na je, akikwambia ingia msikitini, utaingia? Una uhakika? Hebu tuone Yesu aliingia wapi, kwa sababu Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Alifanya? Awachana nayo. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba mpaka apitie njia ya nani? Hebu tuone njia ya Yesu ilikuwa ni gani, sawa? Mimi Muislamu naingia msikitini, sawa? Na wewe Mkristo unaingia wapi? Siku ya Jumapili unaingia kanisani. Hebu tuone Bwana Yesu. Je, wewe Yesu uliingia wapi siku ya Sabato? Fungua kitabu cha Luka. Fungua tu kitabu cha Luka mtakatifu. Leo hatuna msomaji amechelewa kwa jamu huko. Kitabu cha Luka 4:16 inasemaje? Kitabu cha Luka 4:16 inasema hivi. Yesu akaenda Nazareti. Tuko pamoja? Yesu akaenda Nazareti
hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Umeona ndugu? Kumbe desturi ya Bwana Yesu alikuwa anaingia nyumba inaitwaje? Sinagogi. Kumbe alikuwa akiingia katika nyumba inaitwa sinagogi. Very good. Sawa. Mimi naingia msikitini, na wewe unaingia wapi? Na wewe unaingia wapi? Kumbe Yesu naye haingii kanisani, anaingia katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sawa. Je, mnajua nini maana ya sinagogi? Haujui ndugu? Hebu tuangalie katika Biblia. Si unaamini Biblia? Na unaamini Biblia imeandikwa na Roho? Wale walioandika Biblia wameongozwa na Roho? Je, Roho Mtakatifu anaweza kudanganya? Hawezi kudanganya, si ni kweli? Hebu fungua hapa nyuma tuangalie nini maana ya sinagogi. Jina sinagogi. Sawa. Sinagogi, nini maana ya sinagogi? Ndio hii hapa. Sinaona imeandikwa nini? Hebu nisomee. Toa tu sauti. Msikiti wa Wayahudi. Basi. Kumbe sinagogi maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Myahudi ni kabila ama ni dini? Kabila ya Myahudi, Israeli. Kabila. Very good. Kwa hivyo Mwisraeli akiingia kanisani anakuwa dini gani? Myahudi akiingia Myahudi ni kabila, akiingia kanisani anakuwa dini gani? Mfano, Mkikuyu akiingia kanisani anakuwa dini gani? Very good. Na Myahudi ama Mkikuyu akiingia msikitini anakuwa dini gani? Muislamu. Kwa hivyo Myahudi akiingia kanisani ni Mkristo, si ni kweli? Na Myahudi akiingia msikitini anakuwa nani? Yesu alikuwa kabila gani? Very good. Na kama Yesu ni Myahudi, siku ya Sabato akaingia nyumba inaitwaje? Very good. Na tumekuta Biblia inasema sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Sawa. Kama Yesu aliingia msikitini, na maana Yesu anakuwa dini gani? Very good. Na Yesu anasema hauwezi pata uzima wa milele mpaka umfuate nani? Yesu. Na kama ukimfuata Yesu 1, 2, utajikuta umeingia katika nyumba gani? Ya Mungu gani? Msikitini, si ni kweli? Kama nani? Kama Yesu, si ni kweli? Yesu akikupa zawadi utachukua ndugu? Hebu tuone zawadi ya Yesu. Tufungue katika kitabu cha Luka mtakatifu 3:11. 3 ngapi? 11. Dawa inafikishwa polepole kwa hikma. 3:11 iko hapa. Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu. Kati yako wewe mtu wa nini wameniambia wewe kanisa yako gani? Jehovah's Witness. Jeshi la wokovu. Kati yako na mimi nani aliyevaa kanzu? Na Yesu anasema nikiona kanzu ngapi? Nikupe ngapi? 1, si ni kweli? Sasa nikikupa kanzu 1 uvae, watu watasema umekuwa dini gani? Wasemaje uwe Muislamu kama Yesu nikupe kanzu vile Yesu amesema? Iko sawa? Uko tayari kuwa Muislamu? Takbir. Ndugu yetu ako tayari kuwa Muislamu. Na wewe? Hata wewe uko tayari kuwa Muislamu? Sasa tutarudia haya maneno kwa Kiarabu alafu tutarudia kwa Kiswahili, sawa? Tutaanza na huyu ndugu yetu. Utasema nyuma yangu, sawa? Sema bismi lahi rahman rahim. Ashhadu an la ilaha illa la.
Tayari umesema kwa lugha ya Kiarabu, ili uelewe nini umesema utarudia kwa Kiswahili, sawa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Nashuhudia, toa tu sauti, nashuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mungu mmoja. Nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tayari umekuwa dini gani? Very good. Umefurahia kwa Muislamu. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Ungependa jina gani pengine ushawaisikia rafiki yako Muislamu akiitwa? Unaonaje ukiitwa Ali? Iko sawa. Kutoka leo unaitwa nani? Na wewe dini yako dini gani kutoka leo? Very good. Ndugu yetu amekuwa Muislamu na ataitwa Ali. Hebu kaa pale kwa kiti ya VIP. Weka tu hapo, pumzika, tumsilimishe na huyu mwingine. Utarudia haya maneno Lakini mimi sasa siko ready kuwa Muislamu. Au uko ready kuwa Muislamu? Haina shida. Lakini kuna siku utaingia. Aya, asante sana, karibu sana. Pengine uko na swali ungependa kuuliza Waislamu? Leo tuko hapa kwa sababu yako. Unaonaje, ni nini ambacho ungependa kujua ili uwe Muislamu? Sioni, maybe niende nijifunze hivyo kwa simu kwanza. Ujifunze kwa simu. Kabla ya simu wasemaje nikufundishe andiko mbili za Bwana Yesu, wasemaje? Iko sawa. Iko sawa, si ni kweli? Hebu nisaidie na kitabu cha Biblia. Nataka nikuoneshe mfano kidogo tu. Shikilia hapa. Njoo Mansur. Mansur njoo. Hebu sujudu. Ukiona mtu anafanya ibada namna hii, huyo ni mtu wa dini gani? Muislamu. Kwa hivyo Muislamu akiomba Mungu anaweka uso wake wapi? Chini. Asante sana. Mwalimu, hebu nifungulie leo. Samahani, hakuna mwalimu mwenzangu. Mansur ni sawa tosha. Kwa hivyo ukiona mtu anasujudu, ina maana huyo dini yake ni Muislamu, si ni kweli? Hebu tuangalie katika kitabu cha Biblia. Muhammad, nishikie mic hapa kidogo. Tuangalie katika kitabu cha Biblia. Si unaamini Biblia? Biblia kuna kitu inasema katika Ufunuo Yohana 22:8. Acha tusome ya Yesu, maana si unampenda Bwana Yesu. Katika kitabu cha Mathayo mtakatifu, Mathayo mtakatifu ngapi? Kaendelea mbele kidogo, kaanguka kifulifuli. 26:39. Katika kitabu cha Mathayo, na kufungulia Mathayo hiyo, utaenda usome nyumbani. Mathayo 26:36, sawa? Sasa Muhammad huyu atakuwa kama Yesu, sawa? Lakini useme umemwona Yesu la neta, hapana, ni mfano tu, pia na Qur'ani hapo. Sasa huyu atakuwa kama Yesu. Tunaambiwa kisha Yesu akaenda mpaka bustani itoe Getsemane, sawa?